Sifanye hivyo bwana. Toba tujie basi mara moja. Sawa. Hata hivyo leo nilikuwa sina sehemu ya kwenda. Kwa hiyo tuende. Kesho asubuhi nitaondoka nyumbani. Wale nimefurahi sana. Afu najiona kama mtu mwenye bahati. Basi okay. Bila kuchelewesha muda na kitu yenyewe cha chai wengi kidogo, unajua. Kesho kamera nyingi. Pika hivi. Okay. Hivi sambuzi kafia pamoja bucha. Ndio hii. Mapenzi. Sijiwezi. Tommy, tangia nimekufahamu muda mrefu sana, nimekuwa nikikuona ukiwa karibu sana na ndugu yangu. Na urafiki wenu kwa sasa hivi umeshakuwa kama undugu. Naona vile ambavyo mnapendana na kusaidiana kwenye changamoto ndogo ndogo. Kiukweli nafurahi sana. Na kichofanya leo niweze kuongea na wewe, naondoka. Tasafiri kidogo kwa muda. Na kwa imani yangu napokuwa nimeondoka, najua nyuma nimemwacha Tony. Kikubwa ninachokuomba, naomba muangalie sana mdogo wangu. Mdogo wangu ndo furaha yangu ya pekee hapa duniani. Mdogo wangu nampenda sana. Kwa hiyo nakuomba sana hapa nyuma ambapo mimi nitakuwa sipo, muangalie mdogo wangu. Brother Twizy, mimi na imani kubwa sana na wewe. Lakini pia nikuthibitishie hili swala kwamba mimi ni rafiki bora sana mdogo wako. Tumeishi kwa muda mrefu sana na tumesaidiana mengi sana. Kwa hiyo mimi nitatekeleza hili kwa kumlinda mdogo wako kwa kufa na kupona pia. Ni masuala ya kampuni tu. Sometimes unaweza kupangiwa mkoa nini, lakini mategemeo yangu sitaenda kuchelewa sana. Na hata kama nikiwa mbali basi tutakuwa tunawasiliana. Unaelewa nini maana best friend? Best friend. Best friend ni kama rafiki wa kweli. Unaweza nikaitafsiri. Kwa nini unaniuliza swali kama? Ni mdogo wako anapendelea sana kuniita hilo jina. Kwa hiyo baada ya kunipa hiyo maana ni rafiki wa kweli, basi mimi nitadumisha ukweli sana kwa mdogo wako na nitakuwa bora zaidi kwa mdogo wako. Nafurahi sana kusikia. Ondoa shaka kuhusu hilo brother. Mimi nilikuwa naona tuendelee na safari kwa sababu nilikuwa naelekea sokoni na mimi. Sawa, nadhani tukashane pia pale mbele. Itakuwa vizuri kumalizia mazungumzo. Yupo? Hayupo. Ametoka. Nikia nikienda nikirudi napishana naye. Ameenda wapi sasa? Alipoenda mimi sifahamu. Maana ameondoka wala hajaniaga. Sawa. Hapa sasa nitampatia wapi? Afisha nini? Mbona kama uko sawa? Mniambie. Kuna shida? Sura yako inaonyesha kuna shida. Niambie kuna shida gani? Hapana shemeji. Hamna shida yoyote. Mimi niko sawa tu. Shemeji, mimi nakujua vizuri sana. Wewe hauko sawa. Alafu nikiangalia sura yako naona kama imebadilika. Tuna mabadiliko makubwa sana nayaona kwenye sura yako. Niambie, usinifiche. Si unamjua rafiki yako? Huwaga na hasira sana. Jambo kidogo tu yeye anachukulia kwa ukubwa sana. Kwa hiyo ndio maana akanipiga. Ila shemeji usiwaze. Mimi niko poa tu. Mimi nafikia tu mpaka nakupiga kiasi hicho. Yaani kama vile mtu ambaye mwizi anakupiga kichapo cha mbokoko. Kweli? Ukweli imeniuma sana. Ila mimi nitaongea naye. Sawa shemeji. Mimi nitakushukuru sana kama utaweza kukaa na kuongea naye.
maana nampenda sana mume wangu na ninapenda ndoa yangu iwe na furaha kama ndoa zingine. Kwa hiki ambacho anachokifanya rafiki yako, huwa hata mimi kinaniumiza, maana uwaga akienda huko akirudi amelewa, yani anakuwa mkorofi, anakaa sehemu ambazo hazistahiki. Na wewe hapo mwenyewe ndo mara nyingi uwaga unakuja unamchukua na kumpeleka huko kwenda kumlewesha. Huwa rafiki yako akirudi, yani anakuwa ni mtu ambaye kama amechanganyikiwa. Kwa hiyo shemeji yangu, nakuomba kama utaweza kukaa na mume wangu na ukaongea naye, basi naomba unisaidie katika hili. Sawa shemeji, usijali kuhusu hilo, nitamsema tena kwa mara nyingine. Nina imani anaweza akanielewa. Ipo siku utaenjoy kwenye ndoa yako, usiwaze shemeji. Kwa nini mimi namuweza vizuri tu, kwa hiyo usijali shemeji. Mimi naona nikuage, kwa maana hapa muda ushaniacha tayari. Sasa nikisema hapa nikae, tutaongea mpaka kesho. Sawa. Bye. Da sweet, umezidi kuwa mzuri. Nishakuwa bibi yako sasa hivi. Kwa hiyo mimi zamani nilikuwa mbaya, si ndio? Hapana, sijamaanisha hivyo. Ila sasa hivi umependeza. Jamani, asante mdogo wangu. Kizuri chako anasema. Nashukuru sana. Ila umeniuzi sana, una tabia mbaya sana. Yaani chuo mnatumia simu masaa 24. Umeshindwa kunitafuta hata kunijulia hali. Basi umeshindwa kunijulia hali. Niombe hata picha. Wewe ujisikii vibaya, umerudi umenikuta nimebadilika. Na yana mdogo wangu uishi kulalamika. Unajua chuo mambo mengi sana. Na hivyo nilivyomaliza tu masomo nika-apply masuala ya kazi. Yaani nilikuwa busy and short busy. So unajua baada ya kaka ni mimi. Kwa hiyo inabidi nipambane. Unasoma kweli? So chuo kuna mambo mengi kumbe. Yale. Haya. Yaani kuhusu hilo, ondoa shaka mdogo wangu. Yaani napambana kisawa sawa. Na hakikisha baada ya kaka ni mimi. Sawa, mimi nimefurahi tu umefika salama na nilikumisi kiukweli. Kwa hiyo yani nimefurahi mpaka basi. Sasa hapa cha kukufanya na wewe ufurahi. Nikakupikia chakula kizuri ili ukila na wewe ujisikie kama uko peponi. Haya, niko hapa nanoa meno mdogo wangu. Najua kitatoka kitu kizuri cha kunimisi. Haya poa, ngoja basi nikakupikie. Haya poa. Picha. Mbona kupigia simu zangu na kata SMS zangu ujibu hivi, kwa nini unafanyia hivi? Kimu mlembo. Hivi kwa uzuri uko na wewe. Mimi nikakupatia simu yako kweli? Hicho kitu hakiwezekani. Sema nilikuwa ofisini, alafu nilikuwa nipo karibu na boss. Unajua mimi ndo assistant boss. Alafu tulikuwa tuna mchongo wa hela. Sasa nikisema nichukue simu naweza kuongea na wewe, nitachukua muda mrefu sana. Nadhani wewe mwenyewe unajua maongezi yetu yanakuwa matamu tukawa tunaongea, si unajua? Ndio nikaona nikimaliza na kucheki. Lakini dadi, mimi sijapenda. Sawa, basi naomba nisamee mimi. Unajua muungano ukivuliwa nguo, sasa ingine unachutama. Hata hivyo, nilikuwa nimemiss kuja kwako. Kwani nitamani siku nzima tushinde tukiwa wote. Ila hiyo tabia kunikatia simu mimi nikusi kwa kweli. Yaani nina kinyongo mpaka sasa. Sijalizika. Kwa nini nikatia simu zangu? Hii ni kama mbuzi kafia kwa muuza supu. Hii kama mbuzi kafia kwa muuza supu. Kwa hiyo tukaenda tu. Haya tu. Akatafu.
Nei. Samahani sana rafiki yangu. Nilikuwa naomba niende kwa PK mara moja, kuna jambo la muhimu nataka kuzungumza naye. PK? Leo tena kiguna njia kwa PK. Kwa nini? Nazungumza naye mara moja tu afu tena narudi nyumbani. Narudi sasa hivi. Wewe nenda. Lakini ninachokuomba kwa makini. Haya poa. Ila mimi nifike basi. Wewe makini basi. Ndugu yangu, hivi maisha mpaka lini? Kila siku kazi ya kumpiga mkeo. Unamchukuliaje? Mbona mwanamke wako ni mzuri sana, afu angalia, anakuvumilia vingi sana. Kwa nini unashindwa kumthamini kama mwanamke? Alet, nimemwadhibu kwa sababu amekosea. Unafahamu fika, yule mwanamke mimi simpendi na simuhitaji, niko naye tu. Nadhani mwenyewe unaelewa ni wapi napata tulizo la moyo wangu. Unakosea kaka. Kumbuka yule mwanamke anakuvumilia vingi sana. Aleti, nadhani unafahamu fika mimi napenda nini. Na enjoy nikiwa na kitu gani. Mimi napenda watoto wazuri. Hapa nikiwa na maji, nikiwa na bia, nikiwa na nini. Mimi napenda ni mwanamke ambaye tuko naye sawa. Sio unapata mwanamke yani kama kile kidudu ambacho kiko ndani. Hakijui klabu, hakijui kutoka, hakijui kuvaa. Yani kuna wakati mwingine nakuwa nawaza nimeoa mwanamke au na mwanaume mwenzangu niko naye ndani. Kaka, pesa zako zisikudanganye. Pesa zako zisikudanganye. Kumbuka yule mwanamke umetoka naye mbali. Tulizo la moyo nalipata huko. Sasa mimi ninachotaka ili twende sawa mimi na wewe. Sitaki habari za mwanamke wangu ndani, sitaki habari za mke wangu. Nataka niambie ni wapi kuna bata, kuna nini, kunaposomeka wewe niambie. Ila unakosea kaka. Unakosea sana. Mimi ni kama ndugu yako wewe. Pindi unapokosea lazima nikueleze. Sawa. Nisingependa hii jirudie. Tumeelewana, si ndio? Poa. Leo ngoja. Leo tuingia Amazon Club. Oh. Naisikia sifa zake, nasikia na watoto wakali na watoto wa bichi. Kwanza ina wahudumu ambao wamekaa high classic. Na vitu vyangu na nitakupa pesa yako mapema. Kwa sababu unajua mimi nikishapiga vile vitu sijiwezi. Leo simsahau mkeo. Hayo wewe achana nayo. Bali fresh ndio. Ina maana PK chanzo mpaka kunifukuza mimi ni wewe kikaragosi wako hapo. Wanifukuza mimi na mimba. Wanifanyia vitimbi vya kutosha. Kumbe sababu ni wewe tu mwanamke hapo, si ndio? Kwa nini nimekukosea nini PK? Nimekukosea mimi nini? Basi mimi nimekukosea. Hichi kiumbe tumboni kimekukosea nini? Ina maana pako naamua kuwa unaleta wanawake nyumbani. Nikija hapo unanifukuza. Hayo yote ni kwa ajili ya wewe mwanamke hapo. Baby. Dakika moja naomba niongee na mgeni mara moja hapo. Ndio ndani. Sawa. Hivi wewe, kwa nini mtu ukishamuona kaingia kwenye 18 zake atakafanya jambo lake uwago unajitokeza kumwharibia? Alafu usitaki kuniambia sikio la kufa lisikii dawa. Ndio wewe sasa. Nilikwambia hii nyumba ukiiona uione kama kituo cha polisi, ipitie mbali. Au nikwambie nyumba ione kama kituo cha yatima, muda wote ukijisikia kuja unakuja tu, si ndio manake? Kumbe ni mpumbafu si ndio? Kumbuka kuwa hii mimba uliweka mwenyewe. Hii mimba sikuitaka. Sawa si unanielewa vizuri? Sio kama nilikwambia PK nijaze huu ujauzito. Ulikuwa unafurahia. Leo yako wapi? Ndio unanitelekeza kwa kiasi hiki?
Sawa, atanisaidia baadaye, siwezi kukataa, na ndio maana nipo naye mpaka saa hizi. Mimi hapa nimekuja nataka kujua tu, utalea hii mimba ama ulee nilee mwenyewe? Lakini wewe, mimi nikwambia mtoto simhitaji nikwambia kabisa mtoto simhitaji. Kampe mtu yoyote ambaye ana shida na mtoto, kampelekee Sonia. Mimi at this time msifikiri kuitwa baba, nikwambie hivyo. Na istoshe tulikuwa tunafanya tu mambo fulani kama friendly match fulani hivi. Ukajitukatwika ukabeba na ujauzito. Ukufikiria? Ina maana hicho unachokiongea unakimaanisha, si ndio? Kwa hiyo ina maana mimi uko hapo unanitumia, si ndio Basi sawa, nakubali uko hapo unanitumia. Hebu niambia PK, huu ujauzito mimi naupeleka wapi? Na hii mimba nani atailea? Ingalifika unajua maisha yangu jinsi yalivyo. Umeamua kunidhalilisha kiasi hiki, si ndivyo? Sikia Sonia. Dunia tangia imeumbwa haijawahi kusimama. Sasa basi, nisije nikakufanyia kitu kibaya ulimwengu mzima duniani ukanishangaa kwa kitendo nitachokufanyia wewe. Umenielewa? So nishakwambia kwanza hapa usubutu kuja, lakini bado unaita ngogo zako hizo. Hivi unataka kufanya nini wewe? Stoki. Paka nijue mwafaka wa hii mimba. Unajua shilingi ina pande mbili. Ilikuwa upande wa mwenge, sasa unataka kuona upande wangu wa kichwa. Si ndo manake? Narudia tena, naongea kauli ya utaratibu kama Yesu. Toka kwangu Sonia. PK, nishakwambia sitoki hapa kwako mpaka nijue mwafaka wa hii mimba. Unasema nini wewe? Unasema nini wewe? Yani niliamua, niliona sina, na moyo wangu uliuma kwa sababu ulinitoroka mazima. Tulifunga ndoa, tulioana, tulipendana, kumbe ulinidanganya. Nilijiamini sana, nilipambana, sikutegemea jahazi kuzama. Na kama angekuwa nitaki, bora angeniambia, na sio kunidhia akiona mimi naumia. Kama angekuwa nitaki, bora angeniambia, na sio kunidhia mwenzake. Mimi sio kitu kwake, sio kitu mie, kampata kwake ere nizingue. Mimi sio kitu kwake, jamani sio kitu mie, kampata kwake. Oh my G. Nilimwamini kamweka moyoni, nilijua peke yangu, kumbe mapenzi hayana sira. Zimekatika siku za usoni, nateseka peke yangu, mbona mwenzenu nakosa raha? Na kama angekuwa nitaki, bora angeniambia, na sio kuni